dalili 3 zinazoonyesha kuwa uko hai kwa Mungu. Mstari ambao tulianza nao ulikuwa ni kile kitabu cha Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6 ule mstari wa 11. Biblia inasema vivyo hivyo nini nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Nilizungumza juu ya neno kujihesabu. Ni lugha ya kihasibu ama ya kimahesabu. Unapotembelea vitabu vya uhasibu unakuta vina pati mbili, kuna sehemu ya kutoa na kuna sehemu ya kupokea. Na sisi tunavyoingia hivyo, manake kuna mahali tumetoka na kuna mahali tumeingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumejihesabu. Kuna vitu vya dhambi ambavyo sio sehemu yetu tena. Kuna ushirika wa dhambi ambao sio sehemu yetu tena. Kuna umoja wa dhambi ambao sio sehemu yetu tena. Kuna ambatano la dhambi ambao sio sehemu yetu tena. Tumetoa, ile hesabu imetoka, lakini kuna vitu tumeviingiza. Huo ndio Ukristo ambao Kristo anataka uone kwenye maisha ya kwetu. Kwa hiyo kama tukishatoa na tukaingiza, Biblia inasema tunakuwa hai mbele za Mungu. Tunakuwa hai hene, walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Labda wakati mmoja nitazungumzia Kristo Yesu, Yesu Kristo. Mistari ya Biblia inatenganisha katika Kristo Yesu. Sehemu nyingine inasema Yesu Kristo. Ina maana yake ambapo sio somo ambalo tunalo kwa sasa. Na mstari ule ambao ulikuwa unahusiana na Isaya 32. Isaya 32. Isaya sura ya 32. Ule mstari wa 11 hadi 17. Biblia inasema, tetemekeni enyi wanawake wenye raha, taabikeni enyi msiokuwa na uangalifu, jivueni nguo zenu kabisa, jivikeni viuno nguo za magunia. Watajipiga vifua kwa ajili ya mashamba mazuri, kwa ajili ya mzabibu uliozaa sana. Juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na mibigiri, na juu ya nyumba ya furaha katika mji ulio na shangwe. Maam, jumba la mfalme litaachwa, mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu. Kilima cha mnara utakuwa makao ya wanyama milele, furaha ya punda mwitu, malisho ya makundi ya kondoo. Nilikuambia kutoka 11 hadi 14 ili ilikuwa ni tangazo la mauti kwa mji. Na tunapozungumzia kuwa hai, manake ni kinyume cha kufa. Kwa hiyo ilikuwa ni tangazo la mauti, inapiga kwenye mji, inapiga kwa mfalme, inapiga kwenye miji yao. Na Mungu anawaambia wanawake wasimame kwa ajili ya kuomboleza kutokana na hali ya hukumu na adhabu ambayo ilikuwa inakumba huo mji. Lakini unaona siku zote Mungu ni wa rehema. Anapopiga baadaye huwa na rehemu.
Mungu ni wa rehema sana. Akikupitisha kwenye wakati mgumu, uwe na uhakika baada ya muda utapita kwenye wakati mzuri. Akikupitisha kwenye changamoto, uwe na uhakika ukisoma Biblia inaambatana na urejesho mkubwa sana. Sasa wale wa mama wameomba, wameutafuta uso wa Mungu. Kichofanyika kwenye kumtana nasema hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Haya yote yataendelea, lakini kuna hitimisho ya matatizo hayo baada ya roho kumwagwa kutoka juu. Kumbuka, adhabu ya Mungu haimuhusu tu mtu peke yake. Inahusu mpaka kazi ya mikono, inahusu mpaka uzao. Kwa hiyo anasema hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Sasa roho ikishamwagwa kutoka juu, kama unasoma Biblia kwa macho ya mwalimu, ameweka zile vidoti, manake sentensi inayofuata inafafanuliwa na sentensi iliyotangulia. Anasema hata jangwa itakapokuwa shamba lizaaro sana, nalo shamba lizaaro sana itakapohesabiwa kuwa msitu, ndipo hukumu itakaa katika jangwa na haki itakaa katika shamba lizaaro sana. Na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa utulivu na matumaini daima. Kwa hiyo unaona mwagiko wa Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha au kwenye eneo au kwenye taasisi, kuna vitu vinastopisha. Kuna maisha yale ya uharibifu na adhabu ya Mungu vinastopisha. Unaingia msimu mwingine na hali nyingine ambayo anasema yale mashamba yalikuwa hayazai, yanazaa sana. Kwa hiyo unaona kuna urejesho wa kile ambacho Mungu anakuwa anakiachilia kupitia ujio wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kama una roho sijui unaishije, sijui, mimi sifahamu. Sijui kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye maisha ya kwetu sana. Huyo ukishajua utajua huyu anazungumza kitu cha dini, huyu yani ni rahisi sana. Utajua huyu akienda afiki mbali kwa sababu ni Mungu ndani ya mtu. Na bahati nzuri Roho Mtakatifu asomewi. Anachohitaji ni ushirikiano. Kwa hiyo uking'ang'ana naye atakuconnect na vitu ambavyo akili ya kibinadamu haiwezi ikapokea. Labda wakati mwingine nitazungumza kitu hicho. Sasa amezungumza vitu vitatu. Amezungumza huyu Roho atakapomwagwa. Amezungumza juu ya amani. Akazungumza juu ya utulivu. Na akazungumza juu ya matumaini daima. Hivi vyote Roho Mtakatifu anapotembea juu ya maisha ya mtu ni vitu ambavyo vinawekwa ndani. Ni viashiria ambavyo Mungu anaviashiria ndani. Na nilizungumza amani, kazi ya amani. Nilizungumza hivi, tumeumbwa na mapungufu. Tumeumbwa na mapungufu. Awe ni nabii, awe ni mtume, awe ni askofu, awe ni mwinjilisti, awe mshirika, wote tumeumbwa na udhaifu. Tuna mapungufu. Binadamu kama binadamu anayo mapungufu. Na hautajua kama una mapungufu mpaka ukutane na tatizo ambalo linaonekana liko juu ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe.
Ni mpaka ukutane na tatizo hilo juu ya uwezo wako ndio utakapostuka. Umeona unadaiwa kodi na huna pesa, ndio pale utakapojua kumbe sijimudu. Pale ambapo umepita ugonjwa ambao uko zaidi ya uwezo wako, madani unapambana na changamoto ambayo ukiangalia iko zaidi ya uwezo wako. Iwe ni kihuduma, iwe ni kimaisha, iwe ni kimahusiano, iwe ni kikazi, iwe ni kishughuli yoyote, unafikia hatua unapitia kipindi ambacho mpaka wewe mwenyewe unasema hili sijui itapitaje, hili jambo sijui nitavukaje. Hiyo inaonyesha upungufu. Anaweza mtu akawa na uwezo wa kifedha lakini hana uwezo wa afya. Anaweza akawa ni mtu na nguvu lakini eneo la ndoa linampa shida. Madam kuna vitu anavyopitia ambavyo vinamuonyesha na uwezo wake alionao, vinamuonyesha kabisa kwamba hapa ninahitaji msaada zaidi kutokana na mimi kutokumudu. Sasa pale ndipo Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote. Ndio chanzo cha maombi. Kwa hiyo msijisumbue kwa masumbufu yoyote, mahangaiko yoyote, fadhaa zozote zinakupa indication ya kwamba haujimudu, haujiwezi, unahitaji msaada kutoka juu. Ndio maana si ishu kujisifu, si ishu hizi ishu zinatoka kwenye uhalisia, lakini yeye anajisifu. Ukimfuatilia unaweza kunasema na feri vizuri sana. Kila wakati lazima tuone bila msaada wa Mungu hatuwezi chochote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ziko changamoto, iko hali tunayokutana nayo ambayo inaonekana inaweza ikatumeza, inaweza ikatuka, inaweza ikatuficha. Pale ndipo Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kusali na kushukuru na haja zenu zijulikane na nani? Na Mungu. Ndio chanzo cha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi ya amani ya Kristo ndani katika changamoto ulionayo inafanya kazi ya kulinda moyo wako, nafsi yako na maisha yako. Amani ya Kristo ipitayo fahamu zote itawahifadhi mioyo yenu na roho zenu. Muhifadhiwe moyo kamili. Kazi ya amani ni kutunza ili yale masumbufu yasikuharibu, ili ile fadhaa isikuharibu, ili ile shida isikuharibu. Kwamba pamoja na kwamba unapita kwenye changamoto lakini ndani una amani, lakini ndani una moyoni mwako kuna amani, ndani ya mawazo yako kuna amani, na pia ndani ya maisha yako kuna amani. Kwa hiyo kazi ya amani ni kukusaidia kuhifadhi usiumbishwe na hali yoyote na mazingira yote ambayo yamekuja kwa lengo la kukuondoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Muulize mwenzako na masumbufu gani kwenye maisha? Ukishaona namna hiyo, ndio sasa mtu kama yuko kwenye shida alafu hajihusishi na maombi, hajihusishi na kutafuta uso wa Mungu, ujue huyu mtu chochote kinaweza katokea kwenye maisha yake. Kwa sababu tukisema kwamba hakuna changamoto tutakuwa na kudanganya. Biblia inasema duniani mnao dhiki lakini jipeni moyo. Sasa Mungu anaachilia amani katikati ya masumbufu, bado una amani. Katikati ya shida bado haujaharibiwa na yale masumbufu na mifadhaiko na mahangaiko katika maisha. Ni kweli hauna hata unga lakini bado una amani. Ni kweli hauna hata chochote kile lakini bado una amani. Ni kweli hauna hata kodi lakini bado una amani. Hivyo ni viashiria ambavyo Mungu anaweka kwa mtu. Havisemi. Kiashiria cha amani hakisemi. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Maisha ya amani ni maisha yenye uhakika kwamba uko connected na mbingu.
kwamba shida unayopitia mbingu inaona, lakini haiwezi kukuangamiza. Amen? 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 Sasa badala ya Mungu kumwambia halo, usiwe na shida, Mungu anaweka utulivu tu ndani. Kisha utulivu, kama unajua kunasa, unajua hii imeisha. Amen? Amen? Ndio maana amani kikatika ndani. Angalia sana. Manake unatakiwa kwenye maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa hiyo unaipata wapi? Ngoro. Uipati sokoni, unaipata kwenye maombi. Haukutana nayo barabarani, unakutana nayo kwenye maombi. Adui anainua kila aina ya upinzani, lakini unaseto, huangaiki, una amani ya kutosha. Roho yako imetulia, nafsi yako imetulia. Hata kama watu wataona hili litakuteketeza, wanashangaa ndani kuna utulivu wa kutosha. Unashangaa ndani kuna, jamani, ndivyo Roho anavyoachilia hivyo vitu. Amen? 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 Okay, wale watu ukitembea ukienda kule juu, unaona kuna taa, kuna mataa eti. Kuna mataa eti. Yana rangi ngapi? Kuu. Yana rangi 3, ziko 3, kuna hujaona. Lakini zao julikana ni ngapi? 2. Israeli wakati amriwa na Mungu kuwe kuhani. Kuhani alikuwa anashonewa nguo, lakini hapa kwenye kifua chake kulikuwa kuna mfuniko ambao ulikuwa umewekwa kitu kinachoitwa Thumimu na Hurimu. Kwa lugha nyingine, ndio na hapana. Ukienda na mashauri yako, anakwenda kufanya kazi kupitia vile vitu viwili, ndio ama hapana. Sasa ndio ama hapana katika Agano Jipya ni amani ya Kristo. Ikikosekana amani ya Kristo, maana yake kunachotaka kukifanya usichukue hatua, usijivu. Kwa nini? Wanakutaka urudi huku, uchukue hatua pale ambapo amani itakapoonekana. Amani ni kama vile taa ya kijani, move. Amani ikikosekana, maana yake no, usifanye maamuzi. Usifanye uamuzi wowote. Usichukue hatua, usifanye chochote. Kwa nini? Haji kukuambia ile taa kule barabarani, yeye wa gari haya piteni, haisemi. Yeye inaonyesha tu, inaonyesha amani hiyo, taa ya kijani, manake move. Sasa Wakristo wengi kabisa hivi vitu hawavijui, na ndio maana wanakutwa na matatizo mengi sana kwa kutegemea vichwa vyao. No, fata amani ya Kristo katika maamuzi yako. Unapoona ni biashara unataka kufanya, lakini ndani huku hakuna utulivu, usichukue hatua. Unataka kuingia dili lolote ambalo unaona umeshadanganywa kwamba lina pesa ya kutosha, usichukue hatua. Ukishasikia amani inakosekana, usichukue hatua. Maana yake unaambiwa iko shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema amani ya Kristo iamue moyoni mwenu. Maana yake usiamue wewe, amani ndio ikuamulie. Ukishaona amani, fuata amani. Hauna amani, usichukue hatua. Hiyo unamuoa ama unataka kufanya nini, usichukue hatua yoyote kama hauna viashiria vya ndani. Nyie mnawasifia manabii kwamba wanatembea kwenye hivi viashiria ambavyo Roho Mtakatifu ameweka kwa kila aminie mwenye Roho Mtakatifu. Shida ni kwamba hamjui kuchukua. Tuko sawa? Sasa anasema amani ya Kristo inaonyesha kwamba connection yako na Mungu iko sawa. Hatua zako zinaongozwa na Mungu. Ushirika wako unaongozwa na Mungu. Mbingu imekuconnect na hicho kitu, iko pamoja na wewe kwa njia ishara ya amani. Hautasikia sauti, hutasikia mwanangu fanya hivi. Akiamua kutumia kiashiria cha amani, hazungumzi.
ataweka tu amani ndani. Unashangaa umeshinda njaa, unashangaa hata sehemu hata kodi inakuwa, lakini unashangaa uko ndani umetulia. Ukiona namna hiyo, fahamu mbingu iko na wewe. Chapia Bwana Yesu makofi. Sasa si watu wengi wanajua vitu vya namna hiyo sana, lakini ndio Mungu anavyoongoza. Ndio maana Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Haijasema wanaoongozwa na manabii. Na imefikia tu wote wamebadilisha katika imani ya Kristo kwamba nabii akisema ndivyo hivyo. Katika Agano Jipya utendaji wa nabii ni tofauti na Agano la Kale. Katika Agano Jipya nabii akija kwako anathibitisha kilichoko ndani. Amen? Amen? Sasa umefanya kama uganga wa kienyeji vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. John anabaki anahangaika. Hivi nifanye biashara ya nyanya au nifate mitumba? Alafu nabii anakuja, sema ninaona mitumba inakutoa. Ni kitu kipya. Ni kitu kipya. Si kiko ndani. Akisema kitu cha tofauti, rudi kwa Mungu. Walikuwa wanaona hapa nabii Odongo, Apostle Odongo anasema anaona cheo. Mimi cheo nishakiona siku nyingi. Haji kusema kitu kipya. Haji kusema, hata wao wanajua nilikuwa ninawaambia na namuandaa, nawaambia kuna wakati nitaondoka, kuna wakati nitaenda chuoni. Nilikuwa nawaambia siku nyingi zilizopita, anapokuja ananithibitishia kile ambacho kiko ndani. Ndio utendaji wa manabii wa Agano Jipya. Hawana jipya. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mafundisho ambayo yamekosekana kabisa. Kabisa. Na this why watu wamekuja kwenye mahangaiko kutafuta msaada ambao uko ndani yao. Wao wenyewe msaada uko ndani yao. Viashiria viko ndani yao. Amani iko ndani yao. Lakini watu wanapuuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo fuatilia sana amani. Hii kazi yake ni kukupa utulivu. Hii kazi yake ni kuhifadhi moyo wako, akili yako na nia yako. Amen. Amen. Fuatilia hivyo vitu. Wakati mwingine unaweza kutoka kwenye mahangaiko paka unaomba. Wewe unajua kuna level fulani ukifikia tu hata kuja kanisani kwa hata kufundisha. Wakati mwingine nakosa nifundishe nini. Lakini nikikaa kwenye maombi kwa muda napata peace of mind. Nakuta kuna utulivu fulani unaoniongoza. Najua Mungu anataka hichi kitu kizungumzwe. Biblia haijasema wanaoongozwa na manabii ndio wana wa Mungu. Inasema wanaoongozwa na Roho ndio wana wa nani? Sasa karagabao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiashiria kingine cha pili utakachokiona ndani ya maisha huyu mtu kwenye changamoto yote anayokutana nayo, utakuta kuna amani, lakini utakuta kuna utulivu. Hii nilizungumza, hii Mungu anakupa wakati unapita kwenye aidha vita. Nilizungumza Jumapili. Wanashangaa bwana, mbona haubabaiki? Si wewe ndio utafute msaada kwa mtu fulani? Wanasema hamna. Bwana, si wewe ndio ufanye hivi? Wanasema hamna. Si wewe ndio ufanye hivi? Hamna. Ndani kuna utulivu. Utulivu maana yake ni kwamba nje kunaweza kukawa na mchemko, lakini wewe ndani umeseto. Amen. Amen. Nje kumechemka, nje kumeinuka, lakini wewe na siku zote Mungu huwa anaweka viashiria vinavyotofautiana na mazingira. Yaani mazingira yanasema hivi, yeye anakuonyesha kitu cha tofauti. Anachotaka usibabaishwe na mazingira. Tafuta kile kilichoko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ukijua vitu vya namna hiyo, sehemu kubwa utashangaa namna ambavyo Mungu anakuchukua hatua kwa hatua. Amen. 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 Hali ya ugumu, uzito, lakini ndani bado umeseto.
ndani umefanya nini? Umeseto. Ndani umetulia. Ndani hauna tashwishi yoyote. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Na wamama Mungu anawatumia sana, labda kama ajijui. Unajua namna ambavyo wamama wanadaka na sisi wababa ni vitu tofauti. Wamama ukikuta amekaa vizuri, yuko faster sana. Yuko vizuri sana. Kama atakuwa trendy vizuri, atadaka vitu vingi. Hasa viashiria hivi ambavyo vinavyoonekana katika Roho Mtakatifu. Hii ni kwa kila aminie. Ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya tatu ambaye ninaimalizia kwa siku ya leo, amezungumza juu ya kuwa na matumaini daima. Hivi vitu vitatu mviangalieni sana. Hivi viashiria mviangalieni sana. Hizi sio sauti, ni signals, ishara, ni viashiria vinavyowekwa ndani. Hasa unapopambana na changamoto, unapopambana na vizingiti na vizuizi. Usiangalie kinachokuzunguka, angalia ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na matumaini daima na maanisha ni kuwa na uhakika. Jamani, hii sio sauti, ni vitu vinavyotengeneza huko ndani. Unakuwa na kwamba hii, pamoja na kwamba mazingira hivi, lakini nitavuka. Ukikwambia unavukavukaje, unasema kwa kweli sijui, lakini uhakika ninao kwamba nitavuka. Kwa pamoja na kwamba mauti imekuja, lakini sitakufa. Ni sio tu kusema, usiseme kitu ambacho ndani ya ukuna, chochote ambacho akijagusa moyo wako akiweze kikabadilisha maisha yako. Narudia tena, chochote kisichogusa moyo wako, usiseme kinafiki. Chochote ambacho akijagusa moyo wako hakiwezi kugusa maisha yako. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Mungu anaachilia kiashiria cha matumaini kwa watu walio hai mbele zake. Mambo yanaweza kaonekana hayako vizuri wala haendi vizuri, lakini bado ndani yako kuna hakikisho na kwamba mambo yatakaa sawa. Chapia Bwana Yesu makofi. Mambo yanaweza kuonekana bado, lakini una uhakika ndani ya kwamba yatabadilika. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Hilo ni hakikisho la ndani kwa kila aliyeokoka, kwa kila Mkristo. Hahitaji kutabiriwa, anahitaji kusikiliza huko ndani. Hahitaji kukolelewa, anahitaji kuangalia huko ndani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wanaweza kangoja ufe, lakini bado ndani una utulivu, ndani una amani. Unapitia changamoto fulani, unapitia hali fulani, lakini bado unakuwa na hakika ndani ya kwamba hili linakwenda kuisha. Ukiona namna hiyo, fahamu mbingu zinakupa ripoti ya kwamba vitu viko vizuri, wala usiwe na wasiwasi. Sikiliza, hivi vitu unavyoviona viashiria, tatizo linaweza likawa liko bado pale pale. Mungu aondoe tatizo, Mungu aondoe majitu, Mungu aondoe hiyo changamoto, lakini anataka ndani ndio kubadilike kwanza kwako. Ile amani, utulivu na matumaini daima ya kubadilisha wewe kwanza ndani, ndipo upate kuona matokeo kwa jinsi ya nje. Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hivi ni viashiria ambavyo watu waliokoka wanapaswa wavijue kila siku. Kwa sababu Roho Mtakatifu anavitumia kwa kila mtu mwenye changamoto, mwenye vikwazo, mwenye kila aina ya vurugu mechi na vitu vimeinuka. Roho Mtakatifu anavitumia, hasa akikaa kwenye maombi. Kuna namna fulani anawekeza amani ndani, anawekeza utulivu ndani, anawekeza matumaini ndani. Kama udaki, utajua tu kwamba bado tatizo lipo, kumbe Mungu alishakuonyesha kwenye ulimwengu wa roho lilishamalizwa.
Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo fuatilieni sana hivi vitu vya ndani kwa ndani. Usije ukafikiria manabii wana mambo mapya. Hamna. Ni makini kusikiliza tu huko ndani. Sasa wao wanasikiza na wewe. Roho Mtakatifu yuko kwao. Na wewe Roho Mtakatifu yuko kwako. Issue ni nini? Ni kwamba hautraini kwenye usikivu na kujua kwamba hichi nikisikia amani naongoza. Nikifanya hivi haujui. Unasubiri mtu akutabirie. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukishaanza kutengeneza ushirika na kuangalia kwamba majibu ya matatizo yako kwanza kwako, utaweza kuhangaika. Utaweza kuhangaika. Wakati mmoja unalala, umelala, umebananika, hali ya hewa ni mbaya, hauoni upenyo, hauoni kitu kinachofanya. Ukiamka asubuhi unashangaa unamtukuza Mungu, ama unaanza kuimba utere, ama unaanza kuimba mafanikio, ama unaanza kuimba. Kuna viashiria na viachilia ndani kukuonyesha kwamba mbingu ziko na jambo lako. Sasa wewe unapuuza tunamba hata hujui kwamba tayari amekuwekea kiashiria hapo ili upate ukajua. Unakumbana na upinzani mkubwa, lakini unaamka unaanza kuomba namna ambavyo Mungu ameshinda, namna ambavyo Mungu anavyoinua, namna ambavyo kuna vitu Mungu anaviwekeza ndani ambavyo huwa tunavitupa mbali. Lakini kumbe ni taarifa za mbingu ambazo ndio chanzo cha makao yetu makuu juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize mwanzo kama huwa anasikiliza hivyo vitu ndani ama anapuyanga tu. Muulize huo unasikiliza ndani, huo unaangalia ndani. Anajibuje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Habakuki sura ya 3. Habakuki sura ya 3. Ule mstari wa 17 hadi 19. Habakuki ina sura 3 tu. 17 hadi 19. Angalia anavyosema mistari hii. Inasema, maana mtini hautachanua maua, wala mizabibu hamtakuwa na matunda. Taabu ya mzeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, yeye huifanya miguu yangu kuwa kama kurungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Angalia sentensi za juu, sentensi za juu. Maana mtini hautachanua maua. Alitegemea uchanuke, hakuna kinachoendelea. Maana yake hapa ni signal ya death. Hakuna kinachoendelea, hakuna kinachosogea. Mtini wala hauchanui, mizabibu wala hauna matunda. Alafu umejisumbukia kwenye mzeituni, alafu hakuna kinachoendelea. Na mashamba yako ambayo ulikuwa nayo wala hayatoi chakula. Umekwenda zizini wala hakuna kundi, wala vibandani wala hakuna ng'ombe. Asema walakini, sema walakini. Rudia tena. Nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Ni nani wanafanyaga hicho kitu? Wakati ndoa ambayo haiko vizuri ndio wewe sasa unamshangilia Bwana. Wakati vitu haviendi na kusema wewe ndio kwanza sasa ndio utamshangilia. Yani vitu haviendi. Ndio vilivyokuwa, kila kitu kimenyamaza, kila kitu kimestulia. Lakini anasema bado atamfurahia nani?
Bwana na atamshangilia Mungu wa wokovu wake. Kwa maana gani? Katikati ya crisis, ndani kunawekwa furaha, ndani kunawekwa shangwe. Ukiona hivyo, baada ya muda Mungu atakuchukua na kupeleka mahali pako palipoinuka. Chapia Bwana Yesu makofi. Tuko sawa? Tuko sawa? Shida ya kwa sababu tuna milango mitano nafahamu. Yaani yanabebaga kabisa mambo ya Mungu, yanakuwa yani yanakuwa kama sio vipi. Usiangalie vile vinavyokuzunguka. Angalia ndani kulivyo, huko ndio kumebeba uhalisia. Unaamka na shanga, unamfurahia Bwana, unamshangilia Bwana. Tena wakati una shida ndio kabisa unaanza kumpa Mungu utukufu. Wasema hivi mtu amechanganyikiwa kweli. Haleluya, utukufu. Ndani hamna unga. Haleluya, hata sukari yenyewe ni ya kuunga kama spaguru. Haleluya. Wakati mwingine unaona kama sana pata wapi. Kuna kila kitu kimenyamaza. Ndio kipindi cha kumwabudu Mungu na kumshangilia, ukitumia mstari wa Habakuki 3:17-19, ukijua Mungu wa wokovu wako yupo na atakuchukua kwenda kwenye mahali pako palipoinuka. Chapia Bwana Yesu makofi. Watakuwa wanakuja kuchungulia, hajafa kweli na hii shida. Wanashangaa, rabo seke bakari ya Masaya. Unamtukuza Bwana, unamuinua Bwana, unamshangilia Bwana. Maana hauendi kwa vitu vinavyoonekana, unakwenda kwa movement ya mbingu. Tuko sawa? Leo ukipitia shida hapa nikamwambia okay, na shida gani ya ndoa? Hebu anza kumwabudu Mungu. Anaanza kufanya hili mwanamke hili linaenda kama linarudi. Yaani kichwa kimejaa, amani haipo ya kuhifadhi kichwa chake ya kuhifadhi akili yake, ya kuhifadhi moyo wake. Kila kitu kimegoma. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa. Jamani, ukitembea hivi shetani anasema hii imetokea tena wapi? Huyu mtu amepata wapi siri? Kwa sababu anataka ukikurupuka tu akikuletea shida, umeshatamaki, umeshaenda kwa babu, umeenda kwa mjomba, umeenda kwa bibi. Kila mtu amejua shida yako. Hauna utulivu, hauna amani, wala hauna matumaini. Unaanza kutafuta solution nje ya mfumo ulio halali wa kukusaidia kiungu. Tuko sawa? Tuko sawa? Jamani, Roho Mtakatifu anahitaji afanye fellowship na nyie. Lakini hizi ndio channel anazotumia kusaidia watu. Kama utachukua shida yako kuikuza, ni wewe na kapepo tu. Kwake hakuna kinachoshindikana. Hakuna. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa lazima tutreni mioyo yetu namna ya kudaka, namna Roho Mtakatifu anavyoashiria viashiria vya kutuongoza kwenye changamoto mbalimbali tunazokutana nazo. Kujua sehemu ya amani, kujua sehemu ya utulivu, na kujua sehemu. Unajua Mungu hawezi fanya na mtu ambaye kichwa kiko juu. Yaani ukiona kichwa kimeshaenda juu hivi, yani hata haelewi. Mungu afanye namna hiyo. Biblia inasemaje? Mbinguni tumefanya nini? Tumeketi eti? Okay. Hebu Ngoro sogeza viti hapa. Nitoe mfano mmoja kisha namaliza. Viweke kama mduara. Weka tena vingine hapo. Viwili. Biblia inasema, haya njoo wewe. Njoo. Haya, njoo na wewe. Uone Mungu anavyoshangaga. Haya, labda hichi. Mbinguni tumeketi na nani? Tumeketi na Kristo. Mistari ya Biblia hamjui. Haya, kaa hapo.
Labda Kristo ndicho hichi. Hapa, kaa hapa. Na wewe njoo hapa, kaa hapa. Usiketi. Tumeketi na unajua huyu anamaanisha nini? Mahangaiko. Anaanza sasa. Ama njoo, wewe ndio Kristo. Njoo hapo, kaa hapa. Sasa mimi sasa nakuja. Ninakuja sasa. Kuna jambo limenichanganya huko. Utaratibu wa mbinguni ni kwamba tumeketi na Kristo. Manake mazungumzo yanafanyika tukiwa tumeketi, kwa sababu kazi ilishaisha, si ndio? Kazi ilishaisha. Sasa ananikuta mimi sasa nimekuja na stress zangu, kichwa juu. Baba, unajua baba anamwangalia mwana. Vipi huyu? Kichwa chake ni kizuri. Huku mbinguni watu wameketi. Sasa huyu anakuja kufanya fujo. Baba, naomba nisaidie. Mambo mengi, yani yuko juu kama vile siji nini. Kumbe anatakiwa tu akae hapa sasa, alafu aanze kuzungumza na Yesu. Yani kuna changamoto hii kwa sababu kule tumeketi. Kule huendi na mwemko, kule huendi na vitu vimekuchanganya. Ndio maana ukiona bado vitu vinakuchanganya, maana yake bado huna amani, maana yake huna utulivu, maana yake huna matumaini daima. Jifunze kila wakati unapoona jambo linakufanya haui katika hali ya kawaida, mtishe nayo Yesu, alafu wewe useto, ndipo unaweza kufanya maombi ambayo yanaweza akatoa matokeo. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kianza, baba anamwambia Yesu, sasa vipi huyu? Mwambie hujamfundisha. Mungu Baba, Yesu Kristo angalia huko anafanya fujo huko. Yaani ndio watu wanafanya hivyo. Yaani hajui kwamba tumeketi na nani? Na Kristo. Tumeketi na Kristo, manake hakuna cha kutusumbua, manake hakuna cha kutuangaisha, manake hakuna cha kutuangamiza, kwa sababu tumeketi kwenye viti, tumeketi na Kristo katika ulimwengu wa roho, kwamba kazi imeisha. Adui hawezi katuua, njaa haiwezi katuangamiza, mapepo hawezi katuangamiza, wachawi hawezi katuangamiza, kwa sababu tumeketi juu sana, juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Kila wakati jiambie, unapoona tatizo linakuchukua juu, sema, jisemee nimeketi. Alafu mwambie pepo, unataka nianze kuhangaika, unataka nianze kusumbuka, nimeketi na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umehangaika kwenye mangapi? Na uwezo ukazungumza Mungu akakuelewa, kwa sababu shughuli imeisha. Peleka hoja zako kwa utulivu, kwa sababu kule hakuna kinachoshindikana huko juu. Tumeenda kwenye chanzo cha nguvu kubwa zaidi, maana yake tulia. Ndio maana mara nyingi utakuta anakuambia usiogope. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwendeni, lakini wewe sio Mungu. Wale wako usemee Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sema nimeketi na Kristo juu sana. Kweli haitajiandika kama wewe hujaamua kuikubali na kuitii. Haitajiandika kwako. Anza kutembea kwenye uhalisia wa kile ambacho Mungu anasema. Baba yangu wa mbinguni.